tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ivonia Evaristi Mushi, ni mpenzi na mtazamaji wa Habari Njema Channel. Siku ya leo ya Mtakatifu Petro na Paulo, historia yake ni Simoni binti Yohane alikuwa mtu wa Bethsania mkoani Israeli. Alikuwa mvuvi alipoitwa na Bwana amfuate, na mara akakubali, akaziacha nyuma nyavu zake akamfuata. Petro aliungana wa kwanza kwamba Yesu ni Mungu, akisema, ndiwe Kristo mwana wa Mungu mzima. Ndipo Bwana alipomweka kuwa mchungaji mkuu wa kundi lake lote, yaani kanisa, akisema, ndiwe Petro, maana yake mwamba, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na nguvu za jahari hazijaweza kushinda. Alikuwa mtu hodari sana, alipenda sana mwalimu wake, hata alitaka kumfia. Na katika bustani ya Bethsania alijibu kumtetea kwa upanga, lakini baada ya hapo alijinyosha kuwa mwoga. Alimkana Yesu mara 3. Baada ya kufufuka kwake, Bwana Yesu alimuuliza mara 3 kwamba alimpenda kweli. Baada ya Pentekoste ndiye Petro alimtoa hotuba ya kwanza ya kuzaliwa na kubatizwa kwa watu. Aidha, yeye ndiye aliyembatiza Kornea, yule mtu wa kwanza ambaye hakuwa Myahudi aliyetaka kuamini Yesu Kristo. Petro alifanya hivyo, aliitikia kwa sauti iliyosikika katika njozi. Baadaye alihudhuria mkutano mjini Yerusalemu. Mitume walipoamua kwamba si lazima kwamba Wakristo wa mataifa kushika sheria ya Musa. Kisha hapo Petro alihama Yerusalemu akaenda Antiokia huko Uturuki na kulisimamia kanisa na mji huo miaka kadhaa. Baada ya hapo alihama Roma kama askofu wa kwanza mjini humo. Wakati wa utawala wa Kaisari Nero alihudhuria Petro, naye alikamatwa kwa kufungwa gerezani kwa ajili ya dini yake ya Kikristo, na mwaka 65 alihukumiwa kufa. Kwa ajili hiyo, kadri ya mapokeo, alisulubiwa kichwa chini miguu juu. Alivyoona yeye mwenyewe hakustahili kusulubiwa sawa na Bwana wake. Mtakatifu Paul ni mwenyeji wa mji wa Uturuki na alizaliwa katika familia ya Wafarisayo. Hapo awali alikuwa mtesi mkali sana kwa Wakristo wake, kwa sababu aliona namna yao ya kuishi ilikuwa kinyume kabisa na sheria za Musa. Alipoelekea Syria, aliguswa na neema ya Bwana, akaona ukweli uliokuwa. Akawa muumini wa Bwana Yesu Kristo, akabatizwa Anamania. Kisha hapo akaenda Arabia, na kadri ya mapokeo alikaa muda mrefu jangwani, na huko alifundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe namna ya kiroho na mambo mengine ya kidini ya Kikristo. Baadaye akawa misionari mkuu, kama vile alisafiri sana katika nchi ngamo na kuunda makanisa mengine. Wakati wa safari zake 3, Filipi, Tesalonike, Kornea, Efeso, Galati, Galatia pamoja na Kadiria, safarini aliteseka sana kwa ajili ya Bwana. Alitupiwa mawe, alifungwa gerezani, alikokotwa
na mawingu ya baharini. Alivumilia njaa, kiu na baridi pia. Lakini alipata pia faraja ya kiroho alipochukuliwa juu ya ahadi ya ulimwengu wa tatu. Mwishowe alikamatwa na kufungwa gerezani. Na kwa kuwa alikataa rufani ya Kaisari, alipelekwa Roma baada ya amri ya Kaisari Nero. Aliuawa kwa kukatwa kichwa. Maneno ya mitume hawa wawili ambao ni ya namna sana kuyakumbuka ni mengi. Paulo aliwaambia watu wa Filipi, naona kitu kuwa ni hasara tupu kwa ajili ya jambo bora zaidi, yaani kumjua Kristo yeye Bwana wetu. Na tena najua yule aliyemwamini, na nina hakika ya kwamba yeye anaweza kulinda salama kile alichonikabidhi mpaka siku kile. Tukisoma Timotheo wa pili sura ya 1 aya mstari wa 12, maneno makuu ya Petro ni, Bwana, wewe wajua yote, wewe unajua kwamba nakupenda. Na alipomuuliza Yesu, sisi tumeacha yote tunakutafuta, tukakupata nini basi? Alijibu kwamba ninyi mlioacha yote na kunifuata mimi, mtapokea mara 100 na ukurithi uzima wa milele. Basi wapenzi wa Katoliki, wafuatiliaji wa Habari Njema Channel, hii tarehe 29 mwezi wa 6 2026 ni historia ya Mtakatifu Petro na Paulo, ambao Wakristo wengi, mimi na wewe, tunaambiwa tupende kuishi maisha Mtakatifu Petro na Paulo, kwa maana ndio watakatifu waliowekwa kwenye historia kubwa, ndio watakatifu ambao katika maisha yetu ya kiroho tunapaswa kuwashiriki na kuwaishi matakatifu yao. Je, wewe na mimi umejifunza nini katika siku ya leo Mtakatifu Petro na Paulo? Wewe na mimi unaishi maisha Mtakatifu Petro na Paulo? Basi tunakuomba utoe maoni yako hapo chini ili tuweze kushare, ili tuweze kuelewa na tupende kujua tafakari yako ya siku ya leo Mtakatifu Petro na Paulo. Kwani sisi kama Wakatoliki, sisi kama Wakristo ambao tunamjua Mungu na tunajua matumaini yake katika Kanisa Katoliki, Mtakatifu Petro na Paulo ni watakatifu ambao katika maisha yetu tunapaswa kuishi. Basi usisahau kutoa maoni yako ili tupende kujifunza mimi na wewe. Na pia tunakuomba usubscribe hapo chini kwenye alama ya kengele, ulike na ushare, na pia usisahau kucomment katika video hii. Ulikuwa nami mtangazaji wako wa Habari Njema Channel, Ivonia Evaristi Mushi, na kutakia siku njema na wakati mwema unapoendelea kufuatilia Habari Njema Channel. Kwaheri.